Mtazamaji wa Akimedia, na hii leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2025. Ni kumbukizi ya kifo cha hayati John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5. Mimi Ananias Karula, na hii ni miradi mikubwa ambayo alikuwa anaitekeleza kipindi chake cha uhai, ambaye alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Magufuli. Jumatatu ya Machi 17 mwaka 2021, Tanzania iligubikwa na wingu zito la kumpoteza rais aliyekuwa madarakani Daktari John Pombe Magufuli maarufu kama GPM. Ni kwa mara ya kwanza taifa hilo la Afrika Mashariki kushuhudia rais aliyekuwa madarakani akifariki dunia. Kifo chake kilitangazwa na Samia Suluhu Hassan aliyekuwa makamo wa rais. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena, ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Daktari Magufuli aliyezaliwa Chato mkoani Geita Oktoba 29 mwaka 1959 alihitimisha utawala wake wa miaka 5 na miezi 4 aliyouanza Novemba 5 mwaka 2015 katika hospitali ya Mzena Kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa maradhi ya moyo. Leo Jumatatu ni miaka 4 imetimia tangu alipovuta pumzi ya mwisho ya dunia. Mwili wake ulizikwa katika makaburi ya familia nyumbani kwao Chato Machi 26 mwaka 2021. Kutokana na kifo chake, Samia Suluhu Hassan aliyekuwa makamo wake wa rais aliapishwa Machi 19 mwaka 2021 Ikulu ya Dar es Salaam na Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma kuwa rais wa Tanzania, hivyo kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke kati ya 5 waliomtangulia. Marais waliopita kwa kuanza na awamu ya kwanza ni Julius Nyerere ambaye aliweza kuongoza kuwa rais mwaka 1964 hadi mwaka 1985, Ali Hassan Mwinyi mwaka 1985 hadi mwaka 1995, Benjamin Mkapa ambaye aliongoza kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2005, Jakaya Kikwete ambaye aliweza kuongoza nchi hii kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015, na baadaye John Magufuli kuongoza nchi hii mwaka 2015 hadi mwaka 2021. Daktari Magufuli aliyekuwa na falsafa ya hapa kazi tu, baada ya kuapishwa kwa Samia kuwa rais akatambulisha falsafa yake ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee, akimaanisha kuendeleza miradi mbalimbali iliyokuwa imeanzishwa na Magufuli ambaye alikuwa ni mtangulizi wake na kuanzisha miradi mingine mipya. Miongoni mwa miradi iliyoachwa na hayati Magufuli ni bwawa la umeme la Nyerere, daraja la Tanzanite, daraja la Kigogo Busisi,
ununuzi wa ndege ili kufufua shirika la ndege la Tanzania ATCL na barabara mbalimbali hapa nchini. Daktari Magufuli aliacha watoto na mjane Janet Magufuli. Harakati za kisiasa za Daktari Magufuli zilianza mwaka 1995 alipogombea kiti cha ubunge katika jimbo la Chato na baadaye kuteuliwa kuwa naibu waziri katika Wizara ya Ujenzi mwaka 2000. Magufuli aligombea tena na kushinda ubunge na kuteuliwa kuwa waziri wa Wizara ya Ujenzi. Aidha, katika chaguzi za mwaka 2005 na mwaka 2010 aliendelea kuwania kiti hicho cha ubunge katika jimbo la Chato na kushinda na kuteuliwa kuwa waziri wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi hadi mwaka 2008 alipohamishiwa kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambaye aliongoza hadi mwaka 2010. Mwaka 2010 alichaguliwa tena kuwa mbunge wa Chato, aliteuliwa kuwa waziri wa Ujenzi. Mwaka 2015 alikuwa miongoni mwa makada zaidi ya 40 wa Chama cha Mapinduzi CCM waliojitosa kuchukua fomu kuwania kumrithi Rais Kikwete aliyekuwa akimaliza muda wake wa madarakani. Ni makada 38 pekee ndio walirejesha fomu, wakiwemo mawaziri wakuu wastaafu, maofisa ngazi za juu na jeshi na mawaziri na makada wa kawaida. Baada ya michakato yote ya CCM ikampitisha Magufuli kuwania uraisi na baadaye akashinda uraisi wa Tanzania. Safari yake ya kielimu inaonyesha Magufuli alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa mujibu wa sheria, akianzia Makutupora Dodoma Julai hadi Desemba mwaka 1983. Kisha akaenda makambi ya Makuyuni Arusha Januari hadi Machi mwaka 1984 na akamalizia katika kambi ya Mpwapwa mkoani Dodoma Machi hadi Juni mwaka 1984. Na mwaka 1985 alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akisomea shahada ya sayansi ya elimu, akibobea kwenye masomo ya kemia, hisabati na alihitimu mwaka 1988. Kati ya mwaka 1991 hadi mwaka 1994 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili ya sayansi katika Chuo Kikuu cha Salford nchini Uingereza, na baadaye mwaka 2006 hadi 2009 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamifu ya kemia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kutokana na taaluma yake, Magufuli ameandika vitabu na machapisho mbalimbali. Mtazamaji na msikilizaji, siku hii ya leo ya Jumatatu 17 Machi mwaka 2025 tupo kwenye kumbukumbu ya kifo cha hayati John Pombe Magufuli, na leo hii imefanyika misa ya kumwombea kule nyumbani kwake Chato mkoani Geita. Endelea kufuatilia Akimedia, tutazidi kukujuza kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kumbukumbu ya kifo cha hayati Magufuli. Mimi Ananias